Bwana Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. AI so AI. Tuulizane hapa. Ni AI au sio AI? Video ya kwanza walituonyesha kwamba Netanyahu ana vidole 6. Video ya pili ambayo ya jana wametuonyesha kwamba Netanyahu anakunywa kahawa lakini kahawa haipungui. Lakini unafahamu kwamba Netanyahu kihistoria, kwa watu labda ambao hamjui, kihistoria Netanyahu amekuwa akiposti kila siku almost posti 5 mpaka 6, lakini tangu vita hivi vya Iran vimeanza Netanyahu amekuwa ni mkimya kwenye mitandao ya kijamii. Lakini zaidi sana inashangaza, kwenye baraza la vita, war cabinet, Netanyahu hakuwepo kutupa briefing, yani kutupa taarifa za muendelezo wa vita ambavyo kimsingi umekuwa kitokea kati yake au kati ya serikali yake dhidi ya Iran. Netanyahu ni muafidhina wa chama cha Likud. Netanyahu ni komando. Netanyahu ni kiongozi ambaye anajua sana masuala ya usalama, lakini zaidi sana ameandaliwa kwenye dhana ambayo inaitwa intelligence capability, yani hali ya juu ya usalama ambao kimsingi mashirika yao ya Mossad, Ahmad na Shin Bet. Sasa hoja kubwa ni kwamba je, Netanyahu ni mzima au Netanyahu wa mchongo wa AI? Imekuwa ni stori kubwa kwa sababu kwa hatua zake ambazo amekuwa akizichukua kuhusu Mashariki ya Kati, lakini zaidi sana watu wengi ambao wanamtaja kwamba ameweza kuondoa wapinzani wake wakina Yahya Sinwar, Ismail Hania, Ibrahim Raisi, Ayatollah Khamenei, Mohammed Deif na viongozi wengi ambao wamekuwa ni kama antagonist, yani wamekuwa wakikosoa au wakikwamisha mpango wake wa kufikia siku moja kutengeneza ndoto ya Israeli. Netanyahu ni mtu ambaye mtaifa, muafidhina, lakini mtu ambaye ukimtazama naamini kuna dhana ambayo inaitwa mandate destiny, yani kutanua mipaka na kuendeleza harakati za kulifuta kile kinachoitwa taifa la Palestina. Kimkakati, Netanyahu haamini kabisa uwepo wa taifa la Palestina, lakini anaamini kwamba ile nchi ni ya kwao, wamepewa na Mungu kwenye vitabu vyao vitakatifu vya Talmud. Tazama, Talmud ndio. Lakini zaidi sana Netanyahu ni mtu ambaye anataja kwamba anaendeleza zile harakati ambazo zinaitwa za Zionism movement, harakati za karne ya 19 ambazo zinataka siku moja kuweza kulifuta taifa la Israeli na kuweza kuichukua mipaka ya Lebanon, mipaka ya Syria, mipaka ya Jordan, ambao unafahamu moja ya hotuba yake maarufu aliweza kuzifuta hizi nchi, kwamba ahaamini kwamba hizi nchi katika hotuba yake ya United Nations General Assembly. Sasa hii maana yake nini? Maana yake kwamba Netanyahu anaingia kwenye mijadala mikubwa. Kihistoria alikuwa kwenye chama chake cha Likud mwaka 1994 93 pale, na waliweza kufanikisha maandamano makubwa ya kuweza kumuondoa Isaac Rabin, na Rabin alipigwa risasi baada ya kufanikisha kile kinachoitwa makubaliano ya Oslo, makubaliano maarufu kati ya Isaac Rabin, Bill Clinton pamoja na Yasser Arafat, kiongozi wa Palestina Liberation Organization. Na kimsingi makubaliano yale yalikuwa yanaenda kuweka ustahimilivu kati ya taifa la Palestina dhidi ya nchi ya Israeli. Huyu ndio Benjamin Netanyahu.